Waziri wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Ashantu Kijaji amefanya uzinduzi wa kumbi 2 za mihadhara na bweni moja la wasichana katika chuo cha Lita kilichopo kampasi ya Mpwapwa mkoani Dodoma kinachotoa elimu ya ufugaji. Baada ya kufungua majengo hayo, aliweza kutembelea mifugo iliyopo katika chuo hicho na kujionea namna ufugaji unavyoendelea. Wastani wetu wa maziwa kwa uzalishaji kwa eneo la Mpwapwa, kumbuke Mpwapwa ni pati ya Dodoma. Kwa hiyo bado kuna ile climate ya semi arid kiasi fulani. Kisha alizungumza na wanafunzi wa chuo hicho na kuwasihi kusoma kwa bidii, kujifunza kwa vitendo na kuwa na ujuzi ambao utawasaidia Watanzania kwani wanawategemea katika kuleta maendeleo ya ufugaji. Pia amewataka kuyatunza majengo mapya yaliyojengwa na kutokuwafumbia macho waharibifu bali kuwachukulia hatua za kisheria. Ndugu washiriki, maboresho haya ya miundombinu katika kampasi yetu hii ya Mpwapwa ni sehemu ya mkakati wa serikali wa kuhakikisha vyuo vya mifugo vinatoa mchango wake stahiki katika kutoa mafunzo ambayo yataleta tija na mabadiliko ndani ya sekta yetu ya mifugo na kuhakikisha sekta hii inazidi kuchangia zaidi katika kuongeza idadi ya udahili wa wanafunzi wetu na kuongeza idadi ya wataalamu wa utoaji huduma za mifugo hapa nchini, lakini kuongeza fursa za ajira kwa vijana wetu pamoja na wanawake wote wanaohitimu hapa na hatimaye kuongeza pato katika kaya na taifa letu kwa ujumla. Ni wazi kabisa yale ambayo nimejifunza kuanzia kule kwenye shamba letu la ng'ombe wale wa maziwa mitamba ile, lakini nikafika nikaona watoto wetu wapo katika kituo kile cha kutotolea vifaranga vya kuku na mwisho nikafika kwenye kuku zenyewe. Hii ndiyo kazi aliyoamua kuifanya Daktari Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani miaka 4 iliyopita. Alisema anazipa kipaumbele sekta za uzalishaji kwa sababu sekta hizi ndiyo zinagusa mwananchi moja kwa moja na hasa mwananchi yule wa kawaida kabisa. Ile mitamba niliyoiona pale, zile kuku nilizoziona pale na elimu mnayowapa vijana wetu hawa, ni wazi azma hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan ndani ya miaka 5 ya kipindi chake cha uongozi ndani ya taifa letu, ni wazi tutakuwa tumekwenda kuwafikia Watanzania wengi na tutawabadilisha fikra zao za jinsi ambavyo siku zote wanaiona sekta ya mifugo. Mheshimiwa Rais anastahili kupongezwa sana juu ya hili. Na kubwa zaidi, wataalamu wetu zaidi ya 90% walioko katika mstari wa mbele wa utoaji wa huduma za mifugo nchini ni wale wanaohitimu katika vyuo vyetu hivi vya kati vya mafunzo ya mifugo. Kitu ninachotamani kusema, matamanio yenu management ni mazuri. Tunapotaka kuelekea kuwa kwenye wazo hilo, lazima tubaki kwenye kile tunachofundisha sasa. Tusije tukaenda kwenye ule mfumo wa vyuo vikuu ambapo unafundisha nadharia. Ukimpeleka mwanafunzi huyu site hawezi kazi. Hata sindano jinsi ya kumtibu ng'ombe hajui. Hawezi kutoa chanjo kwa kuku zetu, lakini ana cheti chake kizuri kina GPA ya 5. Hao sio anaowahitaji Daktari Samia Suluhu Hassan. Anaowahitaji Daktari Samia Suluhu Hassan pamoja na Watanzania milioni 60 ni hawa wanaomaliza. Kama nilivyomuona yule binti pale, anajua huyu kuku akitotolewa leo anahitaji nini ndani ya miezi 2 mwananchi apate kuku. Nitoe pongezi kwenu wanafunzi wote mnaosoma katika chuo hiki cha Mpwapwa pamoja na kampasi zingine zote za wakala, na mkumbuke kuwa Watanzania wanawategemea sana ninyi mtakapohitimu hapa muweze kuwa na ujuzi stahiki
hivyo someni kwa bidii sana. Jifunzeni kwa vitendo. Mkirudi kule nyumbani, tuiandae jamii yetu iondoke kwenye ufugaji wa asili twende kwenye ufugaji wa kibiashara. Inawezekana kabisa. Ni nani wa kufikisha elimu hii kwa jamii yetu? Ni nyinyi wanafunzi wetu mlioko hapa. Ukitoka hapa unarejea nyumbani, anza na pale nyumbani, unakwenda mbele. Na Mheshimiwa Rais wetu kwa kuwapenda sana watoto wake wa Kitanzania akaanzisha mpango wa Jenga Kesho Yako Iliyo Bora. Kwenye mpango huo unapata mkopo usio na riba. Sisi tunakujenga, sisi tunakupa eneo ambalo Mheshimiwa Rais amesema wapeni watoto hawa maeneo ya kufugia, wapeni pesa wanunue ng'ombe, halafu wanenepeshe na wapeleke sokoni. Hatujawahi kupendwa kiasi hiki wa Tanzania. Tumeweza kupendwa sasa, tuchukue hatua, na wa kwanza kabisa wa awali wa kuchukua hatua hiyo ni sisi wanafunzi tuliopata mafunzo hapa kwenye chuo chetu cha LITA kwenye kampasi zetu zote. Nilipozindua yale majengo, nimewapongeza kwamba yamejengwa kwa kiwango cha hali ya juu, ni mazuri na yanapendeza. Na bahati mbaya kwenye lile bweni mmelipa jina langu. Kwa maana hiyo nitaendelea kurudi. Sasa ninaporudi nikakuta haling'ai tena, yale mazingira yaliyoona maua yamependeza hayajapendeza tena, hatutoelewana. Na maana nimesema ni bahati mbaya kunipa jina langu, sababu nitaendelea kurudi. Sasa nawaomba sana msimvumilie yeyote atakaye hujumu miundombinu hii ambayo tumeikabidhi na kuizindua leo. Achukuliwe hatua ili iwe fundisho kwa wengine. Na sitarajii kwa watoto wangu nilivyoona mmevaa mmependeza, nyinyi ni wataalamu, kwamba mtaharibu miundombinu ile. Itunzeni leo ili na watoto wenu waje wasome na wakae kwenye mabweni haya ambayo Mheshimiwa Rais wetu ameamua kuwekeza. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi wameeleza wanavyonufaika na mafunzo wanayoyapata chuoni hapo. Kwa majina ninaitwa Kilwa James, ni mwanafunzi wa chuo cha LITA hapa Mpwapwa. Nipo level 6. Napenda kuwashauri ndugu zangu wote, wanafunzi vijana wenzangu ambao wako mitaani hawajapata nafasi ya kuweza kujiunga na chuo hiki. Aidha kama maana kuna wengine wanaweza wakasema kwamba nimemaliza chuo fulani, labda kwamba nimemaliza kichuo, sitaji labda kujiunga na chuo cha mifugo kwa sababu aidha hakina pesa au hakina namna fulani. Lakini mimi napenda kuwashauri vijana wenzangu waweze kujiunga na chuo cha mifugo kwa sababu ni chuo kizuri sana na pia kina faida katika nchi. Jina naitwa Kisawa Kitengai Msai. Nasoma mwaka wa 3 kwenye kozi ya Animals and Production kwenye chuo chetu. Kwa siku ya leo alipokuja waziri wa sekta ya mifugo katika serikali ya Tanzania, tulikuwa katika mradi wa kuku, ambapo kuku ambao tulikuwa nao ilikuwa ni aina ya Saso, ambao walienda kujielezea pale. Walikuwa ni kuku ambao wana siku 56 na kuku ambao wako chini ya mradi wa wanafunzi wa chuo cha LITA. Ushauri wote kwa vijana ni kwamba tupambane. Hata vijana wapo ambao wako hapa LITA lakini wakitoka hawaendi kufanya kitu chochote, lakini kama umetoka LITA kuna vitu vya muhimu sana tunavipata na ujuzi sana tunapata kuhusiana na mifugo. Tunaweza kabisa kujiajiri hata kutotegemea ajira za serikalini. Tunaamini kupitia maendeleo na uboreshaji wa miundombinu katika vyuo itasaidia kuleta uchochezi kwa vijana kujiunga vyuoni. Hii itasaidia kuongeza wataalamu na wabobezi
watakaoleta mapinduzi makubwa katika sekta ya mifugo na uvuvi nchini. Hii ni Uhondo TV, mimi ni Nuru Mangi, endelea kuwa karibu nasi ili kuendelea kupata habari zaidi.